Yes, mambo vipi mwanafamilia wa HNT Media. Bana, kwa taarifa ambazo zinaendelea kuhappen na taarifa ambazo zinaendelea kutrend sana katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na ile taarifa ambayo uongozi wa klabu ya Simba wamekubali kwamba lile basi ambalo lilizuiliwa na wamiliki wa uwanja wa Benjamin ni kweli lilikuwa na wazee na kulikuwepo na mbuzi. Nini kilicho happen na nini kinachoendelea? Basi nikusihi endelea kubaki nasi tuzitazame taarifa kamili tunayo hapa, ila cha kukusihi wewe ni kuhakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia utafuata alama kengele itakayojitokeza hapo, utaibonyeza. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe wa kwanza kupata taarifa na update zote tunazokuwa tunakuletea hapo. Wewe utakuwa wa kwanza kuzitazama ukiwa sehemu yoyote na wakati wote, ukiwa ndani ya Tanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini pia comment yako ni ya muhimu sana. Hakikisha una drop comment yako hapo, mimi nitakuja kupita nayo katika update zingine zinazokuja kuhakikisha kwamba na kupata vizuri wewe mwanafamilia wa HNT Media ambao ulichagua media yako pendwa kukuletea taarifa za michezo wakati kama huu hapa. Kupitia ukurasa wa Instagram wa msemaji na afisa habari wa klabu ya Young Africans aliweza kuandika wadau wa soka wa Tanzania wakiwa wanaendelea kusubiri ripoti kutoka ligi kuu juu ya uchunguzi na sababu za kuahirisha kwa mechi ya dabi ya Kariakoo. Leo viongozi wa Simba wamekiri hadharani kuwa lile basi la MB lililozuiliwa na wamiliki wa uwanja wa Mkapa kuingia ndani Machi 7 lilikuwa limebeba mbuzi na wazee wafupi. Na wamekiri hadharani pia sintofahamu yeyote ya dabi ya Kariakoo inayoendelea hivi sasa ilianzia baada ya basi hilo kuzuiliwa kwa sababu kuna watu walipata mchezo. Ni vyema kukiri katunzwa vizuri kwenye rekodi. Bana, hii hapa ilikuwa ni moja kati ya posti ambayo aliweza kuiposti Ali Kamwe kupitia ukurasa wake wa Instagram wa Ali Shabani Kamwe, na mimi nikasema nikusogeze taarifa kama hii ili uweze kujua ni nini kinaendelea. Lakini kukawepo na comment nyingi ambazo zimetiririka mara baada ya kupostiwa kwa caption hiyo. Kukawepo na comment nyingi ambazo nimekuletea chache ili uweze kujua ni nini kinachoendelea. Kuna huyu hapa anaitwa Utegete 11 anasema semaji habari zimetamkwa na kolo gani tena? Kuna huyu hapa anaitwa Idrisa Kita, sasa si walikuwa wanataka kupika pilau, tatizo nini? Lakini kuna hapa anasema kwa hiyo wazee sio watu. Lakini kuna hapa anasema kwani mlijua tunadanganya? Sisi tulipeleka mbuzi ndio, kaweka emoji ya kucheka. Lakini pia kuna huyu hapa anasema hatuchezi mpaka kieleweke. Lakini kuna huyu hapa George Malio ameandika mkikubali kucheza kwa shinikizo hiyo timu tutawaachia nyie na tutawachia nyie yenu sio yetu. Lakini kwa hapa anasema semaji najisikia semaji nasikia wametuita mezani serikali, nafikiri wangetuacha tu wananchi waendelee na mambo ya kiserikali. Lakini kuna huyu hapa ameandika hatuchezi, kaweka emoji za kopa. Lakini kuna huyu hapa anasema kwani hata likibeba wazee wafupi na mbuzi nyie inawahusu nini? Tulieni. Kuna huyu hapa anasema umekosa cha kuongea. Lakini kuna huyu hapa amesema tumelitunza na hatutahitaji busara katika itumike katika kutafuta suluhu ya hili. Bana, comment zipo nyingi sana, lakini hizi hapa zilikuwa ni comment chache kati ya zile ambazo nimekuandalia ili uweze kujua ni nini kinachoendelea katika sakata hili ambalo linazidi kuzua sura mpya siku hadi siku. Lakini mchambuzi wa soka Ibrahimu Ambokile ameonyesha msimamo wake wa kuisupport Young Africans kutokucheza dabi itakayopangiwa tarehe mpya mpaka mamlaka za soka zitoe sababu ya msingi kwa nini waliahirisha mechi tarehe 8. Bana, huyu hapa amekuwa ni mdau ambaye amekuwa akizungumzia sana sakata hili na watu wamekuwa wakimwataki kwa statement tofauti ambazo anazitoa. Lakini kwa hili watu kidogo wamemuunga mkono kutokana na kwamba alichokizungumza ni moja kati ya pointi sana. Aliweza kuzungumza kwamba Young Africans hawana makosa wala Simba hawana makosa. Mimi pia na waunga mkono Young Africans waendelee kushikilia bomba mpaka pale wenye mamlaka waje watoe sababu ni nini ambazo zilifanya
dabi ya tarehe 8 iahirishwe. Tofauti na hivyo, basi hawa viongozi hawatoshi kuongoza mpira wetu wa Tanzania ambao unakuwa siku hadi siku. Ni bora tukapata viongozi ambao wenye busara, ambao wanaweza kutatua shida, wanaweza kutatua kero wakati wote bila kuhitaji msaada wa serikali au mtu wa kuja kuwasaidia katika kutoa maamuzi. Mpaka sasa wamekaa kimya, maana yake ni kwamba hakuna sababu maalum wala hakuna sababu ya msingi ambayo ilifanya mechi hii iahirishwe, ila ni matakwa yao binafsi na kusikiliza sauti ya mtu mmoja mmoja. Young Africans hawana makosa wala Simba hawana makosa, ila tunachohitaji tupate statement kutoka kwa bodi ya ligi ni kwa nini waliahirisha mechi siku ya tarehe 8. Bana, hizi hapa zilikuwa yalikuwa ni maoni ya Ibrahimu Ambokile, mchambuzi wa masuala ya soka, lakini pia ni mtangazaji kunako media moja hapa nchini Tanzania. Taarifa zipo nyingi sana ambazo tunaendelea kukukusanyia na kukuletea mwanafamilia wa HNT Media ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo. Taarifa ya bodi ya ligi inasema waliahirisha mechi kwa sababu ya usalama na uwepo wa viashiria vya rushwa. Simba leo viongozi wao wamekiri kuwa Machi 7 walibeba basi lenye mbuzi na wazee wafupi kuingia nalo uwanjani usiku. Walipozuiwa wakagoma kuleta timu uwanjani. Kimsingi wanachokihofia Simba ni kuzidi kuwavua nguo viongozi wa bodi ya ligi. Yanga wako sahihi, mpira wetu unaongozwa na watu wa hovyo kuwahi kutokea, na washangaa sana viongozi wa Yanga kama watastahimili watawasaliti mashabiki wao na kukubali kucheza mechi ya marudiano. Bana, huyu hapa ni Shafi Dauda, naye ameweza kutoa lake la moyoni. Bana, sisi tunakukusanyia taarifa ili tukulete hapa mwanafamilia ili uweze kujua ni nini kinachoendelea happen kwa mitandao ya kijamii. Bana, kama hujasubscribe basi fanya kama fanya kusubscribe ili uweze kuendelea kupata taarifa nyingi ambazo tunakuletea kila siku kila wakati. Mara tu baada zinapokuwa zina happen sisi tunakuletea hapa ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, tufuate katika Instagram yetu kwa jina la HNT _media_tz. Hapo utaweza kupata taarifa na tetesi za usajili kutoka kila kona ya pande ya Tanzania. Tumepiga kambi katika kukuletea taarifa ambazo unastahili kuzipata mwanafamilia wa HNT Media, na comment yako ni muhimu sana. Hakikisha kwamba pia naona cheleza comment yako hapo, mimi nitakuja kupita nayo katika comment section ili kudhihirisha kwamba tunapatana kwa uzuri mwanafamilia wa HNT ambaye unaendelea kufuatilia update hizi hapa za HNT ambazo zinakujia kila siku kila wakati mara tu baada ya kuhappen na kutrend. Bana, inaelezwa kwamba viongozi wa Young Africans kupitia mtendaji mkuu wa bodi ya utendaji hapo Young Africans ameitwa na waziri wa michezo. Siku gani na wakati gani na nini kilichojiri? Basi taarifa zote tunazoendelea kubaki nasi tuje tukupe taarifa kamili kuhusiana na hili ambalo kwa sasa linaendelea kuhappen na kutende. Langu jina naitwa Dio, tukutane katika update zingine. Bye bye.